Habari, naenda kukuelekeza ni jinsi gani ya kufanya application ya transcript. Transcript ni kama matokeo kutoka Nactivate. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho ni index number. Hakikisha index number yako unayo vizuri kama ni NS au wale wa private candidate. Lakini kitu cha pili ni passport size yako. Lakini tarehe ya kuzaliwa pia ni muhimu sana sana sana. Lakini pia active phone number inayopatikana na email pia. Kingine ni application fee. Kwa hiyo hapa utahakikisha kwamba una passport yako umeiweka vizuri. Baada ya kuhakikisha kwamba passport yako ipo, sasa utaingia kwenye search engine yoyote kama ni Chrome au Google. Baada ya hapo utaandika NACTE transcript. Baada ya hapo itakuletea kitu cha namna hii. Kwa hiyo utabonyeza maandishi hayo NACTIVATE transcript utabonyeza. Baada ya kubonyeza utaonyeshwa. Kama una account basi utalogin, lakini kama una account ndo utaanza na registration number hapo. Utaandika NS yako, kwenye verification code hapo utaandika hayo maneno ya blue. Utayakopi hapo kwa chini. Lakini kama ni magumu, umeona ni magumu, utabonyeza kwenye hapo kwenye get a new code. Kwa kama ni magumu, hayo maneno ya blue utabonyeza hiyo get a new code, watakutumia maneno mengine. Baada ya hapo sasa ya kupata hayo maneno mengine utayaandika, na hapo ukishamaliza sasa kuandika utabonyeza kitufe kilichoandikwa submit. Sasa baada ya kubonyeza submit utaletewa jina lako. Hakikisha jina lako na NS yako. Baada ya kuona vitu viko sahihi kwamba ni zenyewe utabonyeza hapo palipoandikwa click here. Baada ya click here utaletewa ukurasa wa namna hii. Sasa hapa ndipo sehemu ambapo unatakiwa ujaze taarifa zako zote. Mfano kwenye kuselect program utaangalia kama ni level 4. Mfano hawa level 4 ni wale dispenser wamesoma mwaka mmoja. Lakini kama ni level 5 hawa tunawaita ni assistance technician, si ndio? Assistance level 5 hao. Lakini level 6 hawa ni wale wenye ordinary diploma, si ndio? Hawa ni level 6 kwa maana wamesoma miaka mitatu. Kwa hiyo utabonyeza labda hapo level 6, then utajaza namba ya simu, email pamoja na tarehe ya kuzaliwa. Baada ya hapo utabonyeza sex, yani jinsia yako, na kuselect kituo ambacho utakuchukua transcript yako, kama ni Lake Zone au Dar es Salaam au Dodoma au Arusha. Baada ya hapo utaupload passport yako, utaiupload. Utaenda pale ulipoiweka then utaiupload. Baada ya kuiupload sasa itakuwa imeingia, na utabonyeza kitufe hicho chini kilichoandikwa submit. Baada ya kubonyeza submit sasa it means umesave hizo taarifa zako. Kwa hiyo taarifa zitatumwa na utaletewa ukurasa wa namna hii. Ukurasa huu ni kwamba unasubiri wakutumie control number pamoja na SMS ambayo itakuwa na login information. Kwa hiyo utavumilia kwa dakika chache. Unaweza ukaendelea kurefresh mtandao wako ili uweze kupata control number yako na hiyo SMS ambayo ni login. Kwa hiyo utarefresh na kupewa control number. Sasa baada ya kupewa control number yako na maelezo ya kulipia ni hayo. Hakikisha wakati wa kulipia jina linakuja jina lako. Hakikisha jina linakuja jina lako. Kwa hiyo utaangalia, unaweza uka screenshot hiyo namba au ukaiandika pembeni. Hiyo utailipia baadaye. Baada ya hapo sasa utaingia kwenye ile SMS ambao umetumiwa, ambao ile SMS itakuwa na login information zako. Nimesema itakuwa na login information zako. Kama hujakutumia utarefresh hapo, utarefresh. Lakini kuna baadhi ya watu akilipia ndipo anapata ile SMS, yani akilipia afu akarudi kwenye mfumo ndipo anakuja kupata password na email zimetumwa baada ya kulipia, lakini wengi zinatumwa kwenye SMS. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza login na kuweka NS yako hiyo pamoja na password ambayo utakuwa umetumiwa, si ndio? Utaweka then utaverify code kwa kuandika hayo maneno ya blue. Kama yasomeki basi utaget a new code kama hayo maneno yasomi. Baada ya kuandika utapiga tiki hapo kwenye kibox kilichoandikwa remember me, then utalogin. Baada ya kulogin utaconfirm sasa information zako kwamba je, hizi information
ni sawa? Kabla ya kufanya malipo, hakikisha una confirm hizi information zako. Na unaweza pia ukaziedit kama utakuwa hauzielewi. Lakini hapo kwenye extra registration number, kwa wale wenye namba mbili, mfano ana NS lakini pia ana ile ya private candidate, unaweza ukabonyeza kwenye extra registration number ukaiadi, ukaongeza hiyo namba kama unao. Lakini kama hauna, basi utaconfirm tu information zako, then utaendelea na step nyingine. Kwa kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba information zako ni muhimu sana, kwa sababu hizi ndizo zitakazoandikwa kwenye cheti chako. Kwa hiyo hakikisha hapo, kama ni level 6 hakikisha kama ni mwaka ulioingilia ni huo, kama ni mwaka uliomalizia ni huo, hakikisha vitu hivyo vinakuwa hivyo. Email yako hakikisha, namba ya simu, tarehe ya kuzaliwa hakikisha vizuri, si ndio? Lakini kwenye payment details hapo utaangalia kwenye status. Kwenye status hapo wamekuandikia not paid, manake bado hujafanya malipo. Ukifanya malipo manake hapo patabadilika na kusema paid, sawa? Then kuna additional information huku chini. Huku wamekuonyesha kwamba collection place ambapo utaenda kuchukulia transcript yako, yani ofisi za NACTE. Manake kama ni Lake Zone, kama ni Dar es Salaam, kama ni Dodoma, kama ni Arusha, basi watakwambia hapo kwamba collection place, lakini collection place yako inatokana na taarifa ambazo umeziandika kule nyuma. Then kama unahisi passport ulioweka labda sio, basi unaweza ukachange hapo passport size, unaweza ukachange, si ndio? Inaruhusiwa kabisa. Kwa hapo utaconfirm information zako. Lakini pia kumbuka kwamba kuwa majibu ya transcript yanatoka baada ya wiki 2, yani kupokea transcript yako ni baada ya wiki 2 tu. Kwa hiyo zikipita wiki 2 hujapokea ujumbe wowote, siwapigie NACTE, sawa? Wapigie NACTIVATE waulize, jamani naitwa fulani, namba yangu NS ngapi, nimefanya application na zaidi ya wiki 2 lakini sijapata transcript yangu, naomba kujua. Kwa hiyo watakuangalizia kwenye mfumo, kwa sababu sometimes mifumo huwa inasumbua. Unahisi umefanya application kumbe haikufaulu, sawa? Kwa hiyo zikipita wiki 2 hamna chochote, wapigie waulize mmefikia wapi. Nafikiri wote mmenielewa. Asanteni sana. Naomba usisahau kusubscribe, lakini pia kama video zangu zinakusaidia unaweza ukashare na wanafunzi wenzako ili na wenyewe waweze kufanya application. Asante sana.